napenda pia kutumia fursa hii kuwahimiza kuongeza uwajibikaji zaidi kwa utoaji wa huduma za zimamoto na uokozi kwa kufika maeneo yote ya matukio na kwa wakati. Na ninaamini sasa katika uwekezaji huu mkubwa uliowekezwa na serikali kwenu, basi jambo hilo litakuwa ni la utekelezaji tu, lakini vitendea kazi kwa kiasi kikubwa tayari vipo. Naomba pia kuwajulisha kwa sisi viongozi wenu pamoja na wasaidizi wetu katika ngazi ya wizara, tuna imani na matumaini makubwa kwenu kwamba mnatekeleza majukumu yenu kwa uzalendo na ufanisi wa hali ya juu. Ninawataka mtumie baraza hili kutathmini changamoto na mafanikio, kujipanga upya na kuboresha zaidi utekelezaji wa majukumu yenu kisheria na kitaaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na changamoto nilizozitaja, pia zipo hatua ambazo zimechukuliwa ili kukabiliana na changamoto hizo. Moja, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeendelea kuomba vibali vya ajira kila mwaka kutoka kwa Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kupitia ikama na andiko lilowasilishwa Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kwa ajili ya kutatua changamoto ya upungufu wa rasilimali watu katika jeshi letu la Zimamoto na Uokoaji. Aidha, katika mwaka 25-26 mwaka huu tunaendelea nao, jeshi lilipata kibali cha kuajiri askari wapya 1000 ambao kwa sasa wako chuoni wakiendelea na mafunzo ya kuruta. Mbele, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea kutenga fedha katika bajeti ya kila mwaka kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Aidha, katika mwaka 25-26 jeshi lilitenga shilingi bilioni 6.4 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vipya 10 vya zimamoto na uokoaji, ambapo katika ngazi ya mkoa ni vituo 2 na wilaya ni vituo 8. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijahitimisha, naomba nitumie fursa hii kwa kuongeza sana makamanda wa mikoa ya zimamoto na uokoaji, maafisa, askari na watumishi wote wa kada za kiraia kwa kazi nzuri wanazoendelea kufanya licha ya kuwa na changamoto mbalimbali, na wasihi tuendelee kutimiza wajibu huo kwa weledi na uwajibikaji, kwani changamoto zinazolikabili jeshi letu tayari zinaendelea kutafuta ufumbuzi na serikali yetu chini ya rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Tuna imani kwamba iko siku changamoto hizi zitakuwa zimepunguzwa katika kiwango kikubwa. Bongo Play TV.